Hapa naongea nikiwa kama meneja kampeni wa 2025. 2025 ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kilitengeneza ilani ya uchaguzi. Ilani ya uchaguzi ni mkataba kati ya chama na Watanzania. Ilani ya uchaguzi ni mkataba kati ya wanachama na Watanzania. Ndani ya mkataba ule, Chama cha Mapinduzi kilieleza hatua ambazo wanakuja kuzifanya iwapo wananchi mkitoa ridhaa baada ya kuridhika na yaliyomo ndani ya mkataba ule, inaitwa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Maana nasikia kuna kikao kimefanyika Tunguni. Si ndio? Na wajumbe mmeitwa kwenye hiyo kikao. Tumeelewa vizuri na mbuzi mkachinjiwa. Sisi moye. Ndio ni oye. Ndugu zangu, nitaanza kwenye eneo la elimu. Na elimu imegawanyika katika maeneo makubwa ngapi? Mawili, elimu msingi na elimu sekondari. Wazee wangu, ndugu zangu, mwaka 2020 wakati mnanichagua kwa mbunge wenu, watu wa Ndagoni mpo. Tumeelewana vizuri Mafia hii na kata 8. Wakati 2020 tunaingia kwenye uchaguzi na baada ya uchaguzi, kata 2 za Mafia, kata ya Jibondo na kata ya Ndagoni, walikuwa hawana shule ya nini? Sekondari. Ndagoni hapo. Naogopa. Mlikuwa na shule. Mmeiomba shule yenu kwa miaka mingapi? Mliomba kwa miaka mingapi? Miaka mingi Tunaelewa vizuri Kwa hiyo Ndagoni walikuwa hawana shule kabisa. Kata 6 ndio zilikuwa na shule, ikiwepo hii ya Baleni. Tunaelewa vizuri Kata 2 hizi zilikuwa hazina shule. Kwa hiyo ndani ya miaka miwili 21 na 22 tunaelewa vizuri tulifanikiwa kujenga shule katika kata ya Jibondo na katika kata ya wapi? Ya Ndagoni. Kwa hiyo leo tunapozungumza tayari kata ya Ndagoni kuna nini? Kuna shule ya sekondari iliyokamilika ambayo mwaka 2020 wakati tunaingia kwenye uchaguzi, kutokana na ilani yetu ilikuwa haipo. Hivi sasa tunazungumza kwamba shule ya Ndagoni ipo, imekamilika na wanafunzi wanafanya nini? Sisi wote tunaelewa vizuri lakini naomba historia kidogo. Mtaomba historia kidogo na nyinyi mpate kufahamu. Mwaka 2020 nchi yetu ilikuwa inatimiza miaka 60 toka tupate uhuru. Miaka mingapi? Miaka 60. Uhuru tulipata mwaka 61. Kwa hiyo piga hesabu kutoka 61 mpaka mwaka 2020 unapata miaka 60 kamili. Tunaelewa vizuri Sisi mpaka mwaka 2020 tulikuwa na shule za sekondari 6. Tunaelewa vizuri hapo? Ukipiga hesabu ukichukua 60 ukigawanya kwa 6 unapata ngapi? Unapata ngapi? Unapata 10. Tunaelewa vizuri Tafsiri yake ni nini? Toka tupate uhuru mpaka mwaka 2020 kila kipindi cha miaka 10 tulikuwa tunajenga shule hii. Kila kipindi cha miaka 10 tulikuwa tunajenga shule ya sekondari. Tunaelewa vizuri Lakini leo naomba niwape taarifa. Ndani ya miaka miwili kwa maana 21 na 22 mpaka kufika katikati mwa 23 tulikuwa tumejenga shule ya sekondari ya Jibondo, tumejenga na shule ya sekondari ya wapi? Ya Ndagoni. Ngapi hizo? Ngapi hizo? Tunaelewa vizuri Lakini hivi tunapozungumza tayari tulijenga shule nyingine pale Kilimahewa, Kilindoni. Shule nyingine ya sekondari ya ngapi hiyo? Ya ngapi hiyo? Hapa Kirongwe hapa. Si mnapajua? Jirani hapa.
pale eneo la Jimbo. Kama unaenda Jojo na Banja, tunajenga shule ya sekondari pale. Ya ngapi hiyo? Ya ngapi hiyo? Ukienda pale kijiji cha Dongo, sawa kama unaenda Kitundu, kutoka msikitini pale na barabara kwenda wapi Kitundu, sawa tunajenga shule nyingine pale ya sekondari. Ya ngapi hiyo? Ya ngapi hiyo? Ukienda Kanga, ukienda wapi? Kanga, kabla hujafika Bombe Mtu, tunajenga shule nyingine ya sekondari. Ya ngapi hiyo? Ya ngapi hiyo? Naeleweka sijui? Ndani ya kipindi cha miaka 5 zinajengwa shule za sekondari ngapi? 6. Hivi tunavyozungumza shule za sekondari 4 zimekamilika, 2 shule za sekondari 3 zimekamilika, zinaendelea kutoa huduma. Shule za sekondari 3 zinaendelea na nini? Na ujenzi. Ndani ya kipindi cha miaka mingapi? Kipindi cha miaka mingapi? 5. Chukua miaka 5 gawanya kwa 6, inawezekana? Inawezekana? Haya, chukua miaka yako 5 zidisha kwa 12, ni ngapi? 15, 5 mara 12 60, sio? Hiyo ni nini? Ni miezi hiyo. Mwaka una miezi mingapi? 12. Sawa, miaka iko mingapi? 5. 12 mara 5 unapata ngapi? Chukua 60 sasa gawanya kwa shule hizi 6. Maana kwa 5 haigawanyiki. Tunaelewa vizuri eh? Chukua tena 60 gawanya kwa ngapi? Kwa 6 unapata ngapi? 10. Sawa eh? Tumetoka kujenga shule moja kwa miaka 10. Sawa, sasa imegeuka ndani ya miezi 10 tunajenga shule ngapi? Nipigeni makofi ya. Hapo mtu anakuja hapa eti anataka kuwa mbunge. Si ndio? Sio anakuja kwenu huko. Na ile ya Dotoza na mimi najua na mimi nataka. Wewe. Na kuna watu wanabeba watu. Aibu. Aibu sio aibu. Aibu sio aibu. Haya wale wanaobeba vibunge tuwasomee. Wanaobeba vibunge tuwasomee. Sisi moja. Ndugu zanguni, tumefanya ujenzi wa madarasa 6, jengo la utawala, maabara 3, maktaba, darasa la tehama, vyoo tundu 12, nyumba ya mwalimu, mnara wa maji pamoja na tenki ya maji kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule mpya katika kata ya Ndagoni. Nipigeni makofi mengi. Jumla ya shilingi milioni 865 zimetumika kwenye ujenzi huo. Makofi mengi kwa Dr. Samia Suluhu. Huko elimu msingi ndugu zangu, sasa sijui niseme nisiseme. Sema. Maana mengi. Sisi moyo. Kwa kata Ndagoni peke yake tutapita kwa haraka shule za msingi maana yako mengi. Tumewezesha ujenzi na ukamilishaji wa madarasa 4 katika shule ya msingi Gonge. Gonge wa Gonge mpo. Shule ya Gonge mlikuwa mmeiona kabla ya 2020. Sasa hivi ilivyokuwa, ilivyokuwa. Sisi moyo. Milioni 65,3,816 zimetumika kwenye ujenzi huo. Lakini vile tumefanya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa, nyumba ya mwalimu, vyoo tundu 11 na eneo au sehemu ya kunawia maji, kunawia mikono kwa wanafunzi wetu katika shule ya msingi Ndagoni. Watu wa Ndagoni mpo. Shule yetu uliona eh? Yale madarasa yale kongwe yale, ukienda Ndagoni sasa hivi hayapo. Hata ya zamani tuliyafanyia ukarabati, tukayanyanyua kidogo, tukapanga, tukawezeka mambo mazuri, sio? Ukienda Ndagoni sasa hivi hakuna tofauti yote na shule ambayo iko London. Ndio, shule ambayo iko Marekani. Makofi mengi kwa Ndagoni tafadhali. Sambamba na hiyo tumefanya ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ujenzi wa tundu 10 za vyoo katika shule ya msingi Chunguruma. Pale Ndagoni tulitumia jumla ya shilingi milioni 129,972 na hapa Chunguruma tumetumia jumla ya shilingi milioni 55,948,972. Makofi mengi kwa Dr. Samia Suluhu. Jumla kuu kwenye shule za msingi kwa upande wa kata ya Ndagoni peke yake zimetumika jumla shilingi milioni 250,948,972. Hapa ni pigeni makofi mwenyewe. Sisi moyo. Sambamba na hiyo, mimi na pesa napata kidogo za mfuko wa jimbo. Wanazita pesa za nini?
za mfuko wa jimbo. Kila mwaka nalitoa shilingi milioni 56 kwa ajili ya mfuko wa nini? Wa jimbo. Fedha zile huwa napita huku kuangalia changamoto kwenye baadhi ya maeneo pale ambapo tunakuta kuna mradi umekwama na nini, huwa napeleka fedha hizo. Kwa hiyo nileta fedha kwenye maeneo mbalimbali, kwenye mfuko wa jimbo, kwenye maeneo ya elimu, kwenye eneo ya afya na maeneo mengine. Nitasoma kama ifuatavyo. Tumefanya ukarabati wa madarasa matatu katika shule ya msingi Ndagoni. Kulikuwa na madarasa ya zamani sana, na vilikuwa vidarasa vifupi hivi. Yaani vilikuwa tunaita kama vilikimo. Tunaelewa nzuri? Yale madarasa toka mimi nasoma shule ya msingi, yale madarasa yalikuwepo. Kuta zake nene. Sijui walikuwa wamejengaje wale wazee. Kwa hiyo tuliyanyanyua yale madarasa ndio ukarabati tukapaua na kuwezeka. Jumla shilingi milioni 11,118 zimetumika kwa ajili ya ukarabati wa madarasa hayo katika shule yetu ya msingi pale Ndagoni kutoka katika mfuko wa jimbo. Lakini kufanya ujenzi wa kichomea taka katika chuo chetu cha VETA. Tunaelewa nzuri? Tuna chuo cha VETA ambao kata ya wapi? Ya Ndagoni. Tuna watoto wetu wa kike ambao wako pale, watoto wetu wa kiume wanasoma pale, lakini walikuwa hawana eneo la kuchomea taka, hasa zile taka za ngumu. Unaona kwenye maeneo ya kina mama ilibidi tujenge kichomea taka pale, jumla shilingi milioni 6,500 tutumia kwenye eneo hilo. Lakini tumefanya utengenezaji wa viti na meza katika shule ya sekondari ya Ndagoni, viti 220 tulitumia jumla shilingi milioni 5,215,496. Lakini sambamba na hilo, kwenye eneo la afya tulifanya ujenzi wa kibanda kwa ajili ya kupimia watoto katika kitongoji cha Tondwa Kidawendui katika kata ya Ndagoni. Tulipita 2020 pale wakati wa kampeni, tulikuwa tumefanya kampeni kwenye Mwembe kama ofisi yetu ya kata ya Chama cha Mapinduzi. Na baadaye tuliona kina mama pamoja na wajawazito pamoja na watoto wanakuja wanakaa chini ya mti ndio wanafanya vipimo. Mama wajawazito wanafanya vipimo hapo, watoto wanafanya vipimo hapo, kwa kwamba lile eneo sio salama sana kwa watoto wetu, lakini na mama wajawazito. Kwa hiyo nilitoa fedha kwenye mfuko wa jimbo kwa ajili ya kujenga eneo la kupimia pale, jumla shilingi milioni 6,9,504 CCM oye. Lakini sambamba na hilo tulifanya ukamilishaji wa ofisi ya kata ya Ndagoni. Kwa ofisi yao ya kata ilikuwa haijakamilika, kwa hiyo nitembelee pale, na baada ya kuona kwamba kuna uhitaji wa kutoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa ujenzi ule, nilitoa jumla shilingi milioni 24 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ile ya kata ya Ndagoni. Nipigeni makofi mengi. Jumla kuu ya mfuko wa jimbo, fedha zilizoenda kwenye mfuko wa jimbo katika kata ya Ndagoni ni jumla shilingi milioni 52,215,496. Makofi mengi kwa Dr. Samia. Sisi moja. Naenda kwenye maji. Ruwasa. Baleni mpo? Baleni mpo? Ndugu zangu, nakuja Baleni. Baleni mpo hapo? Sisikii. Baleni mpo hapo? Baleni hodi. Hodi Baleni. Kwenda kwenye 40 ya mwezi. Sisi woye. Sisi woye. Wazee wangu, ndugu zangu, nianze kwenye elimu sekondari Baleni, sawa eh? Hapa tulipo ni eneo la shule ya sekondari ya wapi? Ni eneo la shule ya sekondari mwaka 2020. Mwaka 2020 wakati tunaingia madarakani, mheshimiwa mwenyekiti haukuwepo, lakini mwenyekiti hapa alikuwepo. Madarasa haya yote hapa haya kuwepo. Naogopa. Haya hapa mbele haya yote hayakuwepo. Tumeelewana nzuri eh? Na mengine yako kule nyuma kule. Kama unaenda msikitini, haya kuwepo. Tumeelewana nzuri eh? Ndio. Na tulipata changamoto sana wakati huo kwa sababu shule ilikuwa ni moja na kata ngapi? Ni mbili. Ilikuwa ni shida sana. Hapa mimi nilihangaika sana mheshimiwa mwenyekiti. Yaani nilikuwa nakuja hapa mara nyingi kugombana na wahandisi kuhakikisha majengo haya yanafanya nini? Yanakamilika kwa wakati, vijana wetu wasisomee nje. Sisi moja. Nipigeni makofi Baleni. Hata kama hamtaki ndio kweli. Unaelewa? Hata kama hampendi, tunaelewana vizuri? Hata kama hampendi, vimefanyika. Vimefanyika katika kipindi cha nani? Hapo
kuna mtu mmoja akaenda kukaa kikao kule, anasema mimi na mimi nimekuja mwaka huu, unaona, kwa sababu kuna barabara yangu nataka nimalizie na ile shule ya Baleni pale nataka nijenge gorofa. Bora kujenga alivyokuwa madarakani. Anapita kudanganya watu. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo msidanganyike ndugu zangu, sisi moyo. Kwa hiyo hapa katika shule ya sekondari ya Baleni tulifanya ukarabati wa maabara mbili. Kwa na maabara hapa zilikuwa chakavu. Zilikuwa hazina mfumo wa maji safi. Zilikuwa hazina mfumo wa maji taka. Zilikuwa hazina mfumo wa gesi. Tunaelewana vizuri? Mabenchi yale kwa ajili ya chemicals na nini kwa hakuna. Kwa hiyo tulifanya ukarabati wa maabara mbili. Tumefanya ujenzi wa madarasa mapya ambayo yalikuwa hayapo toka ulimwengu umbwe. Madarasa 7, vyoo matundu 24 katika shule ya sekondari ya Baleni. Nipigeni makofi. Jumla ya shilingi milioni 169 na laki 2 zimetumika kwa ajili ya ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu hiyo. Tupige makofi Dr. Samia tafadhali. Niseme nisiseme? Sema. Niseme nisiseme? Sema. Si watajinyonga mwaka huu? Uongo. Niwe si mlinituma kazi? Au mlinituma nikacheze mdumange bungeni? Mlinituma kazi eh? Kazi nimefanya sijafanya? Nimefanya sijafanya? Nimefanya eh? Ndugu zangu, ni elimu msingi. Elimu msingi. Katika elimu msingi, wakati tunaingia hapa madarakani, mimi na mzee wangu Darweshi hapa, tulikuta mna shule za msingi 4. Au sivyo? Mlikuwa na shule 4? Tuna shule hapa inaitwa shule ya nini? Kipingwi. Kipingwi eh? Tuna shule Kipingwi. Sawa eh? Tuna shule hapa Baleni mjini. Tuna shule Kifinge. Sawa? Na tuna shule wapi? Kungwi. Shule ngapi? 4 za msingi. Lakini shule hizi za msingi 4 hizi zilikuwa na changamoto kweli. Hii shule Kipingwi ilikuwa inavuja kama kati. Na nyumba za walimu zetu zilikuwa hote hai. Tunaelewana vizuri? Leo hii ukifika Kipingwi, sio Kipingwi ile 20 nipige makofi tafadhali. Twende kule Kungwi. Watu wa Kungwi si mpo? Watu wa Mchangani mpo hapo? Mpo eh? Ile Kungwi ya 2020 ndio Kungwi ya 2025. Ndio 2025 na ile 2020 ziko sawa? Hali yasawi alladhina ya'lamuna, hali yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Wanalingana sawa wanaojua na wasiojua? Wanalingana? Sasa nataka kunifanyia na watu wanabacheni. Sisi boye. Kwa hiyo Kungwi ya sasa sio Kungwi ya jana na juzi. Naogopa. Twende Baleni. Tunaelewa vizuri? Baleni ya leo ndio Baleni ya 2020. Tofauti eh? Ndugu zangu, tuweze kutofautisha kati ya usiku na nini? Tunaelewa vizuri tutofautishe wabunge na waongoza baa. Tunaelewa vizuri? Tutofautishe wabunge na mameneja wa nini? Sisi tunanielewa? Sisi boye. Kifinge 2020 ndio Kifinge ya leo. Kifinge 2020 ndio Kifinge ya leo. Tunaelewa vizuri? Lakini tulikuta Baleni ina shule 4. Leo baada ya miaka 5 Baleni ina shule ngapi? Shule ngapi za msingi? 5. Katika mazingira watu wasiotarajia, wasiofikiria, sio? Tumeweza kuchomeka shule nyingine ya msingi. Kwa ridhaa yenu ninyi wenyewe, kwa maombi yenu ninyi wenyewe, tupige makofi Dr. Samia tafadhali. Wazee wangu, ndugu zangu, yafuatayo yamefanyika kwenye maeneo yafuatayo kwa ufupi kabisa. Tumefanya ukarabati
na ujenzi wa madarasa manne na vyoo matundu 6 katika shule ya msingi Ipingwe. Tunaelewa vizuri eh? Jumla shilingi milioni 71,63,816 zimetumika kwa ajili ya ujenzi huo. Tumefanya ujenzi wa vyumba 8 vya madarasa na vyoo matundu 6 katika shule ya msingi Kungwi. Kungwi jumla shilingi milioni 171,800 zimetumika kwenye eneo hilo. Lakini vile vile tumefanya ujenzi wa vyumba 5 vya madarasa na vyoo matundu 3 katika shule ya msingi Baleni. Jumla shilingi milioni 111,400 zimetumika kwenye eneo hilo. Lakini vile vile tumefanya ujenzi wa madarasa 3 na matundu ya vyoo 3 katika shule ya msingi Kifinge. Jumla ya shilingi milioni 76,600 zimetumika kwenye eneo hilo. Nipige makofi mengi tafadhali. Nimemaliza? Bado. Hapo nimesoma za zamani. Hizo zilikuwa za nini? Zamani. Ukienda kule kwetu mfie tu. Hiyo ya zamani. Sisi moye. Sasa niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Watu wa Mawani mpo? Watu wa Mawani mpo? Shule inajengwa jengwa? Inajengwa jengwi? Si ndio wenyewe? Tupige makofi Dr. Samia. Pale Mawani pale watoto wetu walikuwa wanatembea umbali mrefu. Wengine walikuwa wanaenda Kifinge na wengine walikuwa wanakuja wapi? Baleni. Wakati wa mvua za masika watoto wale walikuwa hawana uwezo wa kuja shule aidha Baleni wala kule wapi? Kifinge. Kwa wakati wa masika ule mwezi wa 3, wa 4, wa 5, tafsiri yake watoto hawaenda shule nini? Hakuna. Watu wa Mawani naongoka. Nilikuja Mawani tukafanya kikao pale kwenye ofisi ya kijiji na nyinyi wenyewe ndio mlisema watoto wetu wanapata shida hasa wakati wa nini? Wa mvua za masika, hasa watoto wadogo wale wa elimu ya awali pamoja na darasa la kwanza, la pili na la 3. Tukasema baba tuonee huruma. Tunaelewa vizuri eh? Ndugu zangu, nilifikisha kilio chenu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan na hivi sasa tunapozungumza ujenzi unaendelea, bado hajakamilika eh? Tunatarajia kuna Januari mwakani shule yetu itakuwa imekamilika na vijana wetu watakwenda kupata elimu yao pale. Mheshimiwa Rais alituletea jumla shilingi milioni 405,900 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya katika eneo la Mawani. Kile ni kijiji cha Kifinge. Kijiji cha Kifinge kile? Sasa tunatoka Kifinge kuwa na shule moja, sasa kijiji cha Kifinge wa shule ngapi? 2. Sisi moja. Tupige makofi Dr. Samia tafadhali. Jamani, tumemaliza tuliofanya haya. Tunaelewa vizuri eh? Mwezi wa 11 tena 27 tunakutana tunapiga tena nondo. Tunaelewa vizuri eh? Sisi moja. Kwa hiyo kwenye eneo la afya yafuatayo yamefanyika. Tumewezesha ujenzi wa kinawia mikono, matundu 3 ya vyoo na ukamilishaji wa jengo la zahanati katika kijiji cha Kifinge. Jumla ya shilingi milioni 129 imetumika katika eneo hilo. Nipige makofi mengi tafadhali. Sisi moja. Lakini tumefanya ujenzi wa kichomea taka, shimo la kondo la uzazi, ukarabati wa choo kimoja kwa ajili ya watu wenye ulemavu katika zahanati ya Kungu. Milioni 35,666,500 zimetumika kwenye eneo hilo. Sisi moja. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ndio kipanga pigeni makofi. Kibanda mpo? Mbona mnapiga kwa nyuma? Tumefanya ujenzi. Takuwa mnasema ehe. Tumefanya ujenzi wa zahanati ambayo ilikuwa haipo toka ulimwengu uumbwe kwa ajili ya watu wa Kibanda. Zahanati mpya jumla ya shilingi milioni 201 zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hiyo. Makofi mengi kwa Dr. Samia. Alafu mtu mmoja anakuja anasema
Na mimi nataka kuwa mbunge. Muulizeni unakuja kufanya kazi gani? Tunaelewana vizuri eh? Maki hapa kuna kazi. Tunaelewana vizuri? Hapa kuna nini? Sasa wewe watu kazi ushafanya. Wewe unataka kuja kufanya nini? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Naomba niende kwenye maji. Baleni mpo? Baleni mpo? Maji Baleni. Kwanza awali ya yote Baleni katika maeneo ambayo yalimpokea waziri wa maji toka ulimwengu huu huko ndo Baleni. Nipigeni makofi. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso tulimleta hapa. Tumeelewana vizuri eh? Lakini miradi yenu